Sasa hakuwa na vitu vya dunia hii, hakuwa na kitu katika dunia hii, alijinasua, hakuwa wa dunia hii. Na ndio maana tunasema taa yake ilikuwa inawaka katika ile somo la Injili. Kiuno chake alikuwa amekifunga. Ndio maana amechagua hata mahali pa kuzikwa huko Pugu kwenye kikanisa kidogo, amekataa kanisa la heshima hili la St. Joseph, azikwe kule Pugu. Sijui kama ungekubali, lakini yeye mwenyewe kachagua hiyo kwenye kanisa kile kidogo cha Pugu. Hakuhitaji heshima yoyote. Nafikiri na ndio maana pia amenichagua mimi, sio kupitia yeye, nizungumze leo mbele ya mawadhama hapa na maaskofu wakuu, mtu kutoka Lindi. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa kumalizia, anafariki karibu na sikukuu yake ya Mtakatifu Polikapi Februari 23. Wakati Polikapi anachomwa moto, alisali sala hii. Mimi naomba nisali hii sala ili iwe ya kumsindikiza baba yetu huyu. Mungu Baba Mwenyezi. Polikapi alisali mwaka 155 alipouawa. Mungu Baba Mwenyezi, Baba wa mwanao wa pekee Yesu Kristo, ambaye kupitia kwake tumekufahamu wewe, tunakusifu, tunakushukuru kwa kumwona mtumishi wako Polikapi Kardinali Pengo anastahili. Umkaribishe katika kundi la mashahidi watakatifu, apokelewe kwako kama sadaka nzuri na yenye kupendeza kwako. Mungu wa kweli, usiyejua kudanganya, ambaye pia hudanganyiki, kwa njia ya mwanao Yesu Kristo, utukufu uwe nawe katika Roho Mtakatifu milele na milele. Tumsifu Yesu Kristo.